kama vilabu lazima tutoe matamko haya kukemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni ambavyo vimefanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo wametoa wito watu wengine, na sisi klabu ya Yanga tunaliomba jeshi la polisi lichukue hatua stahiki kwa yoyote ambaye atabainika amehusika na vitendo vile vya kishamba kwa kumshambulia mwenyekiti wa klabu ya Simba. Maswali yenu, kwa nini tumetoa pole, tutaulizana baadaye, lakini kwa sasa tuingie kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tukutane leo hapa asubuhi. Siku ya Jumamosi tukiwa tunaelekea kwenye mchezo wetu wa CAF Champions League dhidi ya Al Ahly, asubuhi tulitoa taarifa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya klabu yetu ya Africans, tukiwajuza wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu na wapenda mpira kwa ujumla hapa Tanzania kwamba siku hii asubuhi kamati yetu tendaji inayoongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said ilikuwa inakutana, na mbali na shughuli zake kama ambavyo katiba ya klabu yetu imeeleza. Kwa nukta hii niwakaribishe ndugu zangu waandishi wa habari kwenye mkutano huu ambao unafanyika hapa makao makuu ya klabu yetu ya jijini Dar es Salaam. Nichukue pia fursa hii kuwakaribisha wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu pamoja na Watanzania kwa ujumla ambao kwa sasa wanafuatilia mubashara kabisa mkutano huu kupitia Azam TV, channel ya Azam Sports 1, kule YouTube wanafuatilia live kupitia Yanga TV na vyombo mbalimbali ambao vimekusanyika hapa. Ndugu zangu waandishi wa habari wa Tanzania ambao mnafuatilia habari hii, niomba tuwe na sekunde 10 za ukimya, alafu nitawaeleza ni kwa nini kuna hizo sekunde 10 za ukimya. Tuanze. Asante. Sekunde hizi ni kwa ajili ya kuwakumbuka watani zetu klabu ya Simba Sports Club ambayo tayari kishaanza mashindano ya CAF Champions League msimu huu wa 2025-26. Mashindano waliyapenda, lakini out imewapenda zaidi. Kabla sijaingia kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tuwaite hapa siku ya leo, liko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Africans umeniagiza niliseme. Jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari tulishuhudia moja ya tukio la hovyo kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu, moja ya tukio la kihuni, moja ya tukio la kishamba zaidi kufanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu hapa kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tukio hili limehusisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club ambaye baada ya mchezo wao ilionekana video mbalimbali akishambuliwa na baadhi ya mashabiki wa klabu hii. Sisi kama Young Africans Sports Club kwanza tunalaani vikali vitendo hivyo, vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi yoyote kwenye mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu. Lakini la pili, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans napenda kumpa pole mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Murtaza Magungu na viongozi wote ambao walikumbana na kadhia hiyo siku ya jana.